Okay, sasa baada ya kuipitia kwa ufupi tumeiona tayari jinsi website yetu ilivyo. Sasa tuende tuone jinsi ya kutengeneza account. Ili uweze kutengeneza account kuna sehemu nimekuwekea kama mbili za kuweza kujiunga na darasa. Ya kwanza ni hii hapa imeandikwa jiunge na darasa, lakini ya pili ni huku imeandikwa anza kusoma. Hizo zote mbili zipo kwa ajili ya kufanya wewe kutengeneza account. Kwa ambayo ipo karibu na wewe kwa muda huo utakaoibofya ili kulete kwenye sehemu kwa ajili ya kutengeneza account yako. Ukiklik itakuletea fomu ya kujaza kwa ajili ya kutengeneza account yako. Utaanza na kujaza jina kamili, kwa utaandika majina yako, tuseme mfano anaitwa Ali Juma. Kwa tutaandika Ali Juma. Hakuna masharti ya majina, labda kwa wale ambao watakuwa wanahitaji vyeti ndio itahitajika yake majina yake yote matatu, lakini kwa ambayo ni kwa ajili ya kujifunza basi anaweza katika tu majina mawili yanatosha. Kwenye namba ya simu utaandika namba yako ya simu, hakikisha namba ya simu ambayo inapatikana na iko active muda wote. Comment nitaweka tu yoyote, then katika barua pepe utaandika email yako. Mfano huu tuseme ni juma123@gmail.com. Mfano email inaweza ikawa ni yoyote ile, inakubalika email yoyote ile kuweka. Kwenye chuo taasisi sasa utaandika pale unapofanyia kazi ili tutambue kama nilivyosema mwanzoni kwamba tunataka kazi ambazo tunakupa zilenge zaidi wewe ambako unakuona, zilenge zaidi ambako kwenye taasisi ambayo unayo na kitu ambacho unakuwa unakifanya. Kwa sababu hii program ya Word inatumika sehemu mbalimbali. Sasa ili kukulenga kabisa wewe ni muhimu sana ukaandika sehemu unayofanya kazi. Kwa kama ni VETA utaandika ni VETA, kama ni mtaani pia utaandika ni mtaani ili nikulenge kimtaani vitu vinavyohitajika kwa ajili ya mtaani. Kwa tuashimu hapo kwenye taasisi huyu Ali Juma anafanya kazi kwenye taasisi ya FDC. Hapa kwenye kuchagua kifurushi sasa utajikadiria wewe kulingana na uhitaji wako unapotaka, kwa kifurushi cha msingi cha mwezi mmoja, kifurushi cha kazi na kifurushi kamili. Hakikisha kifurushi unachochagua ndio utakachoenda kulipia. Kwa sababu ukichagua kifurushi kikubwa alafu ukalipia kidogo itasomeka una deni, basi kwenye mfumo kuna baadhi ya vitu utakuwa unanyimwa kufanya kulingana na kifurushi chako. Kwa hiyo hakikisha kifurushi unachochagua ndio unachoenda kukilipia. Kwa tuashimu tunaweka tu kifurushi cha 50,000 au tuchukue hiki cha basic cha kazi cha 120,000. Kisha sehemu ya mwisho ni kwa ajili ya kujaza neno siri, yani password. Kwa hiyo tukifika kwenye sehemu kujaza password hakikisha tu zinakuwa hazipungui 8. Naweza nikaandika tu namba mkanganyiko hapa zifike 8. Baada ya hapo unakamilisha usajili. Kama itatokea kwenye fomu yako kuna changamoto yoyote, labda unaweza kutumia button ya futa fomu. Fomu yako yote itafutwa ili uanze kujaza taarifa upya. Lakini pia kama hautaki kuendelea na usajili au ulishakamilisha usajili mwanzoni ukaingia kwenye kwa bahati mbaya, utabofya button ya rudi nyumbani ili kurudisha mwanzoni ulipokuwa umeanza. Lakini kama uko tayari na unataka kufanya usajili, basi utabofya button ya kamilisha usajili na usajili wako utakuwa umekamilika. Ikikuletea hapa usajili umekamilika kikamilifu, basi hapo sasa unaweza kurudi nyuma kwa ajili ya kuendelea na hatua inayofuata. Kitu ambacho utakuwa kikumbuke ni email yako ulioandika na password zako, zile utakazotumia kuingia unapokuwa unaingia kwenye account yako. Kwa baada hapo sasa hatutatumia tena kuanza kusoma wala jiunge, tutatumia kwenye kuingia. Ukiingia sasa hapa itakudai taarifa zako na ndakuwa uingize ile email yako ambayo uliingiza pindi unapokuwa unasajili account yako na password ulizokuwa umezitengeneza pindi ulipokuwa unasajili account yako, ambayo yako tulikopo ni juma123@gmail.com. nikamwekea na password zake. Sasa nikienda ingia itaenda kwenye sehemu ambayo inahitaji nini, taarifa za malipo yako. Sasa hapa tutaona kwenye video inayofuata jinsi ya kukamilisha malipo.